Bwana, hapa town kama ulikuwa ujui, kuna hawa warembo wa Bongo Movie ambao umri wao kidogo umeenda, lakini wenyewe wanajiita rich aunties. Yani mishangazi yenye fedha. Au bwana. So hapa tunawazungumzia wanadada hawa ambao kama vile kuna Kajala, kuna Irene Uwoya, kuna Wolper, kuna Auntie Ezekiel na wengine. Bwana, hawa ndio mob ya rich aunties, ambapo hawa ni warembo wa Bongo Movie ambao wameamua kumsurprise Mbosso. Kama unavyofahamu kwamba Mbosso bwana tokea ajitoe katika record label ya WCB, amekuwa na mafanikio bwana. Yani it's official, tunaweza kusema hivyo kwamba Mbosso baada ya kujitoa katika record label ya WCB amekuwa na mafanikio. Obviously ametoka kinyamwezi tu, yani kiroho safi, sio kwa ngori, sio kwa vita, sio kwa ubaya, na alivyotoka tumeona sasa hivi amekuwa amepata mafanikio kutokana na kwamba baada ya kutoka bwana anaendelea kufanya vizuri kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Umeona kwa sababu watu wengi sana huaga wana expect kwamba msanii anavyotoka katika record label kubwa kama hii hususan ya WCB basi automatically anapotea katika industry. Lakini kwa upande wa Mbosso bwana mambo yamekuwa tofauti kabisa. Tunaona kwamba ametoka WCB lakini mambo ni moto kweli kweli. Anazidi kufanya vizuri hususan baada ya kuachia project yake ya kwanza kabisa ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3, ambapo humo ndani kuna track kama 4 au 5 hivi, lakini katika hizo 4 au 5 kuna ngoma 2 ambazo zimepokelewa vizuri sana, ikiwemo ngoma ya Power. Umeona bwana. Kwa hiyo kutokana na kupata hiti kwa Mbosso katika hiyo EP yake, ni kwamba imeonyesha wazi kabisa kwamba Mbosso bado anafanya vizuri, amepokelewa vizuri baada ya kutoka katika record label ya WCB. So hapa tumepita bwana huko mtandaoni, kuna page mbalimbali hapa zimeripoti kuhusiana na hili tukio la Mbosso kuitwa na hawa mashangazi wenye fedha kutoka wadada wa maarufu kabisa upande wa Bongo Movie. Hapa kuna page hapa ameandika kwamba mwimbaji Mbosso ameandaliwa tafrija ya pongezi ya surprise, yani ya kushangaza na mastaa wakubwa wa Bongo Movie akiwemo Kajala, Irene Uwoya, Wolper pamoja na Auntie Ezekiel. Tukio hili limefanyika kama ishara ya kumpongeza Mbosso kwa mafanikio ya EP yake ambayo inafahamika kwa jina la Room Number 3. Mbosso alituambia na alizungumza na vyombo vya habari akiwa anasema kwamba hii jana waliandaa tafrija ya pongezi aise, na ilikuwa surprise. Hata mimi pia sikuwa najua. Waigizaji hao wa Bongo Movie, wanadada hao, walimwalika na kumweka mezani Mbosso, walikaa pamoja wakafurahia muziki wake pamoja na kuonyesha upendo wao wa dhati, huku Irene Uwoya akiwa amechukua muda wake na kuzungumza mtazamo wake juu ya EP hiyo mpya kabisa, akisikiliza na alisikika kuisifia na kumsifia Mbosso kwa uimbaji wake. Tukio hilo linaonyesha kuwa Room Number 3, EP mpya ya Mbosso Khan baada ya kutoka WCB, haijawagusa mashabiki tu wa kawaida, bali pia vile imewagusa mastaa na watu wa karibu na Mbosso. Wamekuwa wakimpongeza kwa hatua kubwa ya kisanii na kibiashara aliyoichukua. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Lakini haijaishia hapo, ni kwamba Irene Uwoya kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti hilo tukio, ambapo ameambatanisha na caption ambayo inasomeka kwamba tunakupenda sana Mbosso, Mungu wa mbinguni asikupungukie, roho yako ni nzuri na unyenyekevu usiuache, maana Mungu anapenda sana wenye kumnyenyekea. Tunakupenda sana na yeyote yule atakaye kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu kwako alaaniwe. Hayo ni maneno ya mwanadada Irene Uwoya kwa Mbosso Khan, kwa jinsi ambavyo anavyomhusudu na kufurahishwa na kile ambacho kimefanyika. Lakini pia huku kwa Auntie Ezekiel naye pia ameposti hilo tukio, alafu akaandika hivi: You are a very good person. May God bless you together with your work. Mbosso, we love you. Umeona bwana? Kwa hiyo hapo huyo ni mwanadada Irene Uwoya, na yeye naye
Huyo ni Aunty Ezekiel actually ameandika hivyo baada ya Uwoya alichokiandika. Huyo ni Aunty Ezekiel. Ukiachana Aunty Ezekiel, Kajala Frida na yeye naye pia ana la kwake hapa, ameandika kwamba we love you so much Mbosso, may God protect you, akiwa anamaanisha kwamba tunakupenda sana Mbosso, Mungu akulinde. Mambo hayo, umeona jinsi gani ambavyo hawa wadada wanavyomhusudu au wanavyompenda Mbosso Khan. Lakini ukiachana na hao ni kwamba page mbalimbali pia zimekuja kuripoti kuhusiana na hilo. Kwa mfano hapa kuna page hapa ameandika kwamba bwana, kuna maneno ya Irene Uwoya kwa msanii Mbosso baada ya kumfanyia surprise. Kari naye pia amekuja ameandika kwamba bwana, muigizaji Irene Uwoya amempiga maombi Mbosso na kumtakia kila laheri katika career yake ya muziki. Sasa nataka pia nikusomee baadhi ya comments ambazo zimejitokeza kutoka kwa mashabiki. Sasa je, mashabiki nao wanasemaje kuhusiana na hili? Haya, kuna page hapa inaitwa, kuna mtu hapa anaitwa CEO Agro Service Limited amesema kwamba bwana, mashangingi ya nchi hayo yameamua kumbariki kijana. Mambo hayo. Kwa mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, kuna namna bwana, sio bure, tunajua kabisa, watu waambie tu. Kuna mtu hapa amekuja kuandika hivyo, Albert huyo. Kwa mtu amesema kwamba bwana, Mbosso alishamwaga tu kuwa kipenzi cha watu. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu hapa amekuja ameandika pia amesema kwamba amestahili sana jambo hilo ambalo wamemfanyia. Umeona? Kwa mtu amesema bwana, mishangazi wanakuja kwa kasi sana. Kwa mtu amesema kwamba bwana, warembo au mishangazi bwana, mbona mnakosea kuandika hapo? Haya, kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, mishangazi iliyokataa kuzeeka hiyo imeamua kumtunuku kijana kazi kwake. Kwa mtu amesema kwamba bwana, Mbosso atakuwa anaumwa, alafu hawa wanajua kabisa kwamba kuna kitu sio cha kawaida hapa, naona kwa Mbosso. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu mwingine hapa amesema kwamba bwana, kwani ungeandika mabibi wa Bongo Movie ungekuwa umekosea nini? Mbona unawaita warembo hawa watu, umri ushaenda? Mambo hayo. Haya, kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana, kuna mmoja hapo anamtaka dogo. Sasa ndio maana wameandaa hayo mazingira. Mbosso kaa mbali, hao ni wanyonyaji. Umeona kuna mtu hapa amekuja kuandika hivyo, watu wanamsanua hapo Mbosso. Kwa mtu bwana, mishangazi hapo bwana, ni kwamba kuna kitu inataka, subirini muone. Kwa mtu kwamba Mbosso hata kama ni superstar, lakini muonekano wake bado ni wa kiuniuni tu. Mambo hayo. Kuna mtu amekuja kuandika hivyo. Kwa mtu mwingine anasema kwamba bwana, warembo au ni wa mama jamani, hawa sio warembo, ni wa mama. Kuna mtu ameandika hivyo. Kuna mtu hapa amekuja kusema kwamba kuna kitu sio bure. Kuna mtu amesema kwamba bwana, Irene Uwoya kumbe bado ni mali hii. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa msema kwamba bwana, hili tukio ni kubwa sana, mimi nimependa. Kwa msema kwamba bwana, mishangazi yake hiyo bwana, subirini muone kuna jambo hapo analitaka. So hizo ni ideology mbalimbali kutoka kwenye comment section kwa hiki kitu ambacho kimefanyika kwa Mbosso. Ukiwa kama mdau, una maoni gani? Tuwekee maoni yako pia katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.